Ligi kuu ya NBC Premier League tena. KMC Football Club dhidi ya Young Africans katika uwanja wa KMC Complex hapo Mwenge, katika mchezo ambao unakwenda kukutanisha timu mbili zenye madaraja tofauti hata katika upande wa kimsimamo. Ni mechi aina gani kwa Young Africans? Ni mechi aina gani kwa KMC ambao wako dhaifu hali katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League? Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga kiufundi, lakini pia katika masuala mbalimbali ya kuhusu mchezo huu. Naitwa Leopold John, niko hapa na Shabel Daniel, tukaanza kuangazia mchezo huu wa NBC Premier League. Shabel, Young Africans mara baada ya kulazimisha sare dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba wamerejea katika pilika za ligi kuu ya NBC, na next point imekuwa ni KMC Football Club. Tuanzie hapo. KMC wataingia kwenye huu mchezo kwa lengo la kwenda kupunguza idadi ya mabao yatakayokwenda kufungwa, ama tutegemea mpango tofauti kwa KMC kwenda kuivaa Young Africans? Nadhani mpango wa KMC ni kushinda mchezo, kwa sababu wapo katika nafasi mbaya ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu, na kwa hali ilivyo the way ambavyo wanaendelea ku drop point ndivyo matumaini ya kusalia ligi kuu kwa msimu ujao yanazidi kufifia. Kwa hiyo lengo la kwanza kwa KMC kwenye mchezo huo ni kupata matokeo ya pointi 3. Wao alama moja hata haiwezi kuwasaidia, kwa sababu haiwezi kuwanyanyua walipo chini kuwasogeza katika nafasi za juu. Kwa hiyo kama kweli wanahitaji matokeo ya pointi 3, ina maana hata approach ya kuendea huu mchezo wa Yanga lazima iwe tofauti. Iwe ni kushambulia, kutengeneza nafasi ambazo zinaweza zikawafanya wao waweze kufunga magoli na wakaibuka kuwa washindi katika mchezo huo. Kwa hiyo ni mechi ambayo nadhani atakayefaidika zaidi itakuwa ni Young Africans, kwa sababu atakutana na mechi ambayo aina ya mechi ambayo yeye anapenda iwe hivyo, kwa sababu unapocheza na KMC katika siku zingine za kawaida tofauti na mchezo kama wa kesho, mara nyingi huwa unakutana timu ambazo inakaa nyuma, inazuia na wachezaji wengi sana, ikiwa na angalau malengo ya kutafuta alama moja. Lakini itakuwa ni tofauti katika mchezo huu ambao KMC wanahitaji alama, hivyo itawalazimu kufunguka, kujaribu kuishambulia Young Africans ili wawe na hayo matumaini ya kuibuka na alama 3. Aidha tukisipoliona hilo, basi mwalimu wao Imani awe na mkakati mwingine tofauti, labda wa kushambulia kwa kushtukiza, labda kutegemea moment, kuchagua moment za kuishambulia Young Africans, labda kwenye mipira ya kutenga, labda watengeneza mazingira mengi ya kupata mipira set plays, ambayo ndio njia rahisi ya kufunga magoli kwa staili hiyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itakuwa itachezwa zaidi, ambaye atanufaika zaidi na approach ya KMC hapo kesho atakuwa ni Yanga, kwa sababu itakuwa ni mechi ya wazi katika mazingira hayo. Sawa, KMC anakwenda kuikabili Young Africans, Yanga ambayo kwenye mechi mbili za mwisho kabla ya kuvaana nao ameshafunga magoli 8, huku yeye akiwa ameruhusu goli 2 pekee. Kwenye hili KMC kazi kubwa ya kufanya inabidi iwe wapi katika upande ya kuzuia safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans ikiongozwa na Prince Dube mwenye mabao 9? Ni ngumu, wanapaswa kuwork harder tofauti na michezo mingine ambayo wamekuwa kiicheza, kwa sababu ukiangalia KMC mechi 20 wameruhusu magoli 31, yani ni wastani wa kuruhusu goli moja, yani wastani wa goli 1.5 kwenye kila mchezo. Kwa hiyo unapoenda kucheza na Young Africans, timu yenye best attack unit kwenye ligi yetu msimu huu, imefunga magoli mengi kuliko timu yoyote, ni mlima mrefu sana kupanda. Sijui namna gani vipi kina Ismail Gambo watazuia kina Dube, sijui namna gani kina Samson Moituka watalinda, kina Juma Shemvuni watazuia vipi, lakini ni swali gumu sana kulijibu until tukapoona wenyewe watakapokabiliana na Young Africans, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo KMC wanafunga magoli yao, level ya kiwango cha uzuiaji hairidhishi kuona kama ni timu ambayo pengine inastahili kubakia ligi kuu kwa the way ambavyo wanazuia. Angalia magoli ambayo wana concede kwenye mechi zote, yani huoni ni bora kwenye nini, kwenye uzuiaji, ni man to man, kwenye zone marking, wanakabaje, wanakaba kwenye nafasi, wana press, hata wakipress wanafika hapo aggressive, wanazuia vipi nafasi ambazo zinaachwa nyuma ambazo wapinzani wana exploit. Kwa hiyo ni udhaifu mkubwa ambao
wako nao msimu huu KMC, na ni sehemu ambapo imewagharimu pakubwa sana kupoteza mechi nyingi na kuruhusu magoli mengi mpaka sasa hivi. Sawa, tutegemea KMC ikiwa inaingia vipi kwenda kuikabili Young Africans katika upande wa kimkakati wa kiuchezaji, katika upande wa kuzuia? Tutegemea high pressing, low block ama mid block kwa kikosi cha KMC katika mchezo wa kesho dhidi ya wananchi Young Africans? Nadhani nimezungumza hapo mwanzo kwamba kama wanataka kupata matokeo, wapo desperate na kupata matokeo, ina maana watatakiwa washambulie. Sasa ili kushambulia, kushambulia kupo kwa aina nyingi. Itategemea na wewe mpango wa mwalimu wao, mpango wao mwalimu wao uko vipi, wanashambuliaje kwa moment, wanasubiri nyakati ambazo wanaweza wakawashambulia Young Africans, nyakati zipi, una press katika nyakati ipi. Labda Yanga wakiwa wanaanza kujenga mashambulizi kutokea nyuma, unaweza ukaapply pressure, ama unasubiri waje kwenye lango lako ndo apply pressure ya kuwapokonya mipira na kuwashambulia kwa counter attacks. Ndio approach hizo ambazo tunataka tuzione kwa mwalimu wao Imani katika mchezo huo dhidi ya Yanga. Lakini the way mambo yalivyo, mwisho siku Young Africans wana wachezaji wenye quality kubwa sana kuliko KMC. You expect kwamba ni mchezo ambao Young Africans ndio itakuwa timu namba 1 kiwanjani, kumiliki mchezo, kwa kudhibiti, control mchezo. Then wakisha control mchezo, ina maana mpaka hapo watakuwa wamewanyima nafasi KMC ya kutengeneza nafasi kirahisi, kwa sababu muda mwingi Young Africans ndio watakuwa wana umiliki wa mchezo. Sasa kama Young Africans watakuwa na umiliki wa mchezo, jukumu la KMC ni nini katika mchezo huo? Ni kuhakikisha wanakuwa compact, kuhakikisha kwamba hawaruhusu Yanga waweze kucheza, kutengeneza combination play, hawaruhusu viungo washambuliaji wa Yanga waweze kupiga pass nyuma ya safu ya ulinzi ya timu yao, kwenda kwa Dube, Rana, Kome Rana, Max Rana, Shadrack Boka ni Rana pia, labda kama atakuwepo Amerikava, Mohamed Hussein aliwafunga, nadhani amekuwa pia akifunga magoli kwa Stelio. Kwa hiyo unadili vipi na hiyo threat ya Young Africans? Ndo hapo sasa lazima mwalimu wa KMC aumize kichwa, atakuja na approach gani. Kama ni kukabia chini, kuweka mstari wa ulinzi chini, basi unaweka mstari chini ukiwa compact, kuhakikisha kwamba unaziba mianya ya nafasi ambayo Yanga wanaweza kupiga penetration pass ama wakapiga pasi ndefu nyuma safu yao ya ulinzi. Ubora wa KMC uko wapi? Ubora wa KMC msimu huu kwa nilivyotazama ni uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja. Ile league experience, individual brilliance ya mtu kama Saliboko, Kenneth Kunambi, skora wa kikosi chao na magoli 3. Rashid Chambo on top akiwa kwenye kiwango kizuri, anaweza ni threat kwa walinzi wa timu yoyote ile. Katikati tutategemea na nahodha Ken Ali atakuwa ameamkaje. Pembeni huko akina Hans Masud, ina Juma Shemvuni, mafullback ya watakuwa wameamkaje kuzuia hatari ya mawinga wa Young Africans. Kwa hiyo itategemea pia na, yani ubora KMC huwa unategemea na ubora siku hiyo baadhi ya wachezaji nyota katika kikosi chao wameamkaje. Young Africans wanamkosa Mudathiri Yahya Abbas katika eneo lao la kiungo. Pengine inaweza ikawa ina athari yoyote kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya KMC mara baada ya kumkosa kwenye mechi ngumu ya dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao Simba. Yes, athari ipo kwa sababu Muda, kama nimekuwa nikizungumza siku zote, Mudathiri ni mchezaji ambaye kwenye mechi kama hizi za kawaida ndio huwa mechi zote zile ambazo amekuwa akicheza, na hata kama hii ya aina KMC ni mechi ambazo amekuwa akihusika pia kwenye uchangiaji wa upatikanaji wa magoli, kwa sababu hizi mechi ni mechi ambazo timu za madaraja ya KMC zinacheza zikiwa nyuma sana. Kwa hiyo unahitaji wachezaji ambao wanafanya movement sana kwenye box la timu pinzani, na Mudathiri ni master kwenye hili ambalo nalizungumza. Ana movement nzuri za kudrag defender kuwatoa kwenye maeneo yao, kwenye zone zao comfortable. Kwa hiyo ni huge miss, lakini kwa umuhimu wake bado Young Africans wana wachezaji wengi ambao hawawezi kusumbuliwa na KMC kwenye mchezo huo. Wana wachezaji wengi ambao wanaweza kaifanya pengo la Mudathiri lisionekane, simple tu kwa ubovu ama udhaifu
wa KMC ambao wako nao msimu huu. Sasa tutegemea magoli mengi kwenye mchezo kwa ufupi sana. Yes, na nategemea Young Africans kushinda kwa zaidi ya magoli 3 katika mchezo huu. Sasa hiyo ni kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League, KMC Football Club, timu kutokea wilaya ya Kinondoni, uso kwa macho dhidi ya wananchi Young Africans ambao hawa ndio vinara wa ligi kuu ya NBC Premier League. Mchezo huo utakwenda kupigwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hadi wakati mwingine, chao. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel.